91 katika Qur'an, na aya ambayo itatuongoza leo itakuwa inatoka katika hii sura ya 91 aya ya 9. Jambo la kutia moyo katika hii sura ni Mwenyezi Mungu anaanza kipande cha kwanza kwa kuapa na maumbile 11. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema washamsu wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha was samai ma banaha wal ardi ma tuhaha wan nafsi ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sasa baada ya kuapa kwa hizi vitu pamoja, anatuambia sasa kile ambacho inafaa kuzingatia. Hii ndio aya ambayo tutaitumia leo. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kad aflaha man zakaha, kad aflaha man zakaha, kad aflaha man zakaha. Wamefaulu wale ambao wataitakasa, wamefaulu wale ambao wataitakasa. Kutakasa kitu gani? Wale ambao watatakasa nafsi zao, kwa sababu nafsi ndicho kitu ambacho kinampa mwanadamu nguvu za kuweza kufanya ibada, kufanya mazuri na kuendeleza maisha yake na maisha ya watu wengine. Kad aflaha man zakaha, nafsi ndicho kitu ambacho kikiwa kimejengeka katika miundo msingi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi kiwiliwili chetu chote kinakuwa na salama. Nafsi ndicho kitu ambacho ikiwa utakilinda, ukikuze, kinakupa vision ya maisha yako, mwelekeo wa maisha yako. Nafsi ikiwa utaelea vizuri, ndio inakuepusha na matatizo ya maisha ambayo tunaishi hivi leo. Ndugu zangu, katika kufaulu kuna si 10 muhimu sana ambazo ukizifuata zinakusaidia kuitakasa hii nafsi, ili iwe ni nafsi ambayo kesho Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyatuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Yani kwamba Mwenyezi Mungu awe ataridhishwa na ile nafsi, sio nafsi lawama wala sio nafsi amara bisu, bali iwe ni nafsi ambayo itakuwa mutmain, imetulia katika nyoyo zetu. Wanasema katika saikolojia ni ndani yako ndio inapeleka nje yako. Yani ni vile ulivyo ndani ya mwili wako, kiwiliwili chako ndio kinachangia yale utakayofanya katika maisha. Wanasema ni software ndio inapeleka hardware, kwamba kila siku ni zile nguvu ambazo hatuzioni. Kwa mfano, nguvu ambazo hatuzioni ni nguvu za stima, nguvu ambazo hatuzioni ni nguvu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapo unazingatia sana. Kwa hivyo ni nguvu ambazo ziko ndani, na nguvu za ndani zinajengwa na vitu viwili. Nguvu za ndani zinajengwa na akili, fikra zako, na nguvu za ndani zinajengwa na nafsi na hisia zako. Sasa principles ambazo ni muhimu ninayofanya siku katika hizi siku, si ya kwanza, ni muhimu mwanadamu awe na clarity, awe na uwazi kwa nini analotaka kufanya. Si ya pili, uwe mtu ambaye una compete na nafsi yako. Ikiwa nafsi itakuelekeza mabaya, unairudisha pazuri. Jana ulivyokuwa isiwe sawa na vile utakavyokuwa leo na utakavyokuwa kesho, kwamba kila siku unaongeza juhudi yako katika ibada zako. Si ya tano ni coordination, kwamba wewe unajipeleka kulingana na mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si ya nne ni kukea, kwamba una hofu na uoga kwamba siku moja utakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si ya sita ni si ya consultation, fas'al ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Ukiwa na jambo unatashwishi nalo ambalo ulifahamu vizuri, na waulize wale wanaojua. Si ya saba ni commitment, kwamba iwe itakavyokuwa katika maisha, wewe utabaki katika siratul mustaqim, yani utapigana na ile nafsi isikupoteze katika njia ambazo haziko sawa. Si ya nane ni si ya collaboration, kwamba wewe utafanya kazi na Waislamu wenzako, utashirikiana na Waislamu wenzako, utashirikiana na jamii zako. Utakuwa si mtu mwenye ubinafsi ambao wataka kuongoka peke yako, bali itakuwa ni mtu ambaye unataka uongoke wewe alafu na uongoze wengine. Si ya tisa ni consciousness, kwamba kila unalolifanya unafanya ukijua antaabudallahi ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu,
kwamba kila wakati unazingatia mimi hili ninalofanya Mwenyezi Mungu yualiona, hili ninalosema Mwenyezi Mungu anasikia. Kwa hivyo utakuwa mtu ambaye unazingatia, unachagua kipi cha kufanya na kipi hutokifanya, ndio utaweza kuitakasa hii nafsi. Si ya kumi ni si ya communication. Communication yani ni kuwa na mawasiliano mazuri na Allah Subhanahu wa Ta'ala, alafu ukawa na mawasiliano mazuri na wale ndugu zako ambao unakaa nao, unaswali nao, unakuwa kile kinachotoka mdomoni kwako ni kitu cha kuwapa watu moyo, si kuvunja watu moyo. Communication ni kwamba yale maneno yako yawe yanaongoza badala ya kupoteza, yale maneno yako yawe yanatia nyoyo furaha badala ya kuwa kuhuzunisha wengine. Maneno yako yawe maneno ya kutoa mwelekeo wa kesho, sio kukumbusha watu mambo mabaya ya jana. Maneno yako yawe maneno ya kuwapa watu tamaa nzuri, usijali hata kama ulipotea jana, leo uweze kufanya mazuri, kesho ukaweza kuelekea vizuri. Ndugu zangu, kila kitu katika maisha kina principles zake, na nafsi kukuzwa ili iwe itakuwa nafsi iliyofaulu ni lazima ifuate principle. Na principle ya kwanza ni principle ya perception. Badilisha maono yako juu ya maisha yako. Ndugu zangu, hata uwe katika hali ngumu hivi sasa, uwe katika confusion hivi sasa, uwe una uhakika na maisha yako, kumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo na anapenda wale ambao wanarudi nyuma kumlingania, na yeye atawaongoza. Principle ya pili ya kwa wewe utaweza kufikisha nafsi yako ni kwamba ujenge uhusiano maalum baina ya wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna ibada iliyo bora kama ibada ambayo inafanywa kwa siri baina ya wewe na Mungu wako. Kwa hivyo ukiwa na vitu vinavifanya binadamu wenzako hawazijui, unajua Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiyo inakupa special relationship na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Principle ya tatu ni kwamba ukitaka kujitakasa ili uwe mtu bora na ufaulu katika maisha yako, basi uwe mtu ambaye kila siku unajenga interest ya mambo mazuri, yani appetite yako, matarajio yako, mtazamo wako, msukumo wako, furaha yako inatokamana na kufanya yaliyo mazuri. Furaha yako isitokane na kula mboga, furaha yako isitokane na kufanya zina, starehe yako isitokane na kuudhi watu wengine, bali ujenge furaha ambayo inatokamana na yale mazuri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Principle ya nne ni kwamba hata hali iwe vipi, you will never give up katika kusafisha nafsi yako na kujenga uhusiano wako na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kwamba kila siku uta maintain ile consistency, kwamba hata kama ni ibada ndogo ya aina gani, wewe utaifanya kila siku. Kama vile aya moja kila siku ni kitu kidogo sana, lakini ukikifanya kila siku, wiki moja aya 7, wiki moja una 7, mwezi mmoja una 30, mwaka mmoja una karibu 30 mara 12 ni ngapi? Ni karibu mara 600. Kwa hivyo kila unachokifanya hata kama ni kidogo, lakini ukifanye kila siku, na mwisho ni kwamba kila siku utazingatia kwamba hata kama kuna udhaifu na gani, utautumia ule udhaifu kupoteza. Kullu binadamu khata, lakini wa khairu khata'un at-tawwabun. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuzingatia yale tunayofanya, ikiwa ni mema tuendelee kuyafanya, na ikiwa ni mabaya turudi nyuma, tuombe msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rizqna fawqa dhakika wa hifdhan wasi'a wa ma'rifatan tamma wal aqli salim bil jismi salim wa tabiatan mustaqima wa salim tasalim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya' wal amwat innaka antal karim mujibu da'wat ya qadil hajat ya qadim Muhammad bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie siku njema, siku ya Jumanne ambayo ni furaha na mafanikio katika maisha yetu. Shukran kwa jazakumullah.